Kwa hiyo nafasi ya maswahaba ni nafasi ambayo Allah tabaraka wa taala ameanza kuibainisha yeye. Allah tabaraka wa taala ameanza kuielezea yeye katika Qur'ani, lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam naye amepata kuibainisha nafasi ya maswahaba. Wana nafasi iliyokuwa kubwa sana. Nafasi yao ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubora wao ni mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zipo nyingi ambazo zinazungumzia kunako ubora na nafasi ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajibu wetu kama Waislamu ambao ni atbaa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunafuata maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajibu wetu ni kuwapenda hawa, wajibu wetu ni kuwapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuonesha mapenzi kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alquranu mashhunun min madhi sahaba radiyallahu anhum, Qurani imesheheni aya juu ya kuwasifu. Lidhalika faman sabbahum faqad khalafa ma amara Allahu min ikramihim, yeyote yule ambaye atakayewazungumzia vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi mtu huyu amekwenda kinyume na kile ambacho amekiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waman i'taqada as-su'a fihim kullihim au jumhurihim, na yeyote ambaye atakayeitakidi ubaya kwa maswahaba wote kwa ujumla au miongoni mwa maswahaba wa Rasul wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqad kadhaba Allah ta'ala fima akhbara min kamalihim, mtu huyu itakuwa amekwenda kinyume na amepinga kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekitolea habari katika aya ambazo tulizoziona. Allah ameonesha kuwaridhia maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala pia aonesha kuwachukia wale ambao wanakwenda kinyume, wale ambao wenye kuwasema vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lianna al-azima la ya'malu illa li'azim, kwa sababu ya mtukufu afanye jambo isipokuwa lenyewe nalo mtukufu. Kwa hiyo radhi za Allah tabaraka wa taala ala sahaba, kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, inaonesha namna gani walivyokuwa na nafasi iliyokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minuna ibadallah, enyi waumini waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume aeleza katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Muslim rahimahullah, anasema ar-Rasul, an-nujumu amanatu as-samai, fa idha dhahabat an-nujum ata as-samaa ma tu'ad, wa ana amanatun li ashabi, fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Rawahu Muslim. Katika hii hadithi anaeleza Rasul sallallahu alayhi wasallam, an-nujumu amanatu as-samaa, nyota ni amani ya mbingu. Fa idha dhahabat an-nujum ata as-samaa ma tu'ad, nyota zikiondoka basi mbingu hufikwa na kile ambacho kilichoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana amanatun li ashabi, lakini pia mimi ni amani ya maswahaba wangu. Fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, nikiondoka maswahaba wangu wanafikwa na kile ambacho walichoahidiwa. Wa ashabi
na maswahaba wangu, amanatun li ummati, ni amana kwa umma wangu, ni amani pia kwa umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, wakiondoka, ata ummati ma yu'adun, umma utafikwa na kile ambacho kilichoahidiwa. Hadithi amepokea Imam Muslim. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonesha nafasi na ubora wa maswahaba kwa umma wake, wana nafasi gani. Lakini pia qad sahha an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hadithi nyingine kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao bado anaonesha kuwazungumzia vizuri na kuwasifu maswahaba na kuonesha nafasi yao na ubora wao. Khairu ummati qarni thumma alladhina thumma athani, anasema Rasul sallallahu alayhi wasallam, bora ya umma wangu qarni, ni karne yangu, thumma athani, kisha wa pili, thumma thalith, kisha kundi la tatu. Wa khairu ummati awwaluha, na bora ya umma wangu, bora ya umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wale wa mwanzo. Alhadith. Waqad sahha anhu aidan sallallahu alayhi wasallam anna Allaha yaftahu ala an-nas bi barakati as-sahaba. Lakini hadithi nyingine ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza ya kwamba hakika ya Allah subhanahu anafungua mengi katika mambo katika ulimwengu huu, bibarakati sahaba, kwa baraka za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ambayo ameipokea Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la tasubbu ashabi. Katika hadithi nyingine anaeleza Rasul sallallahu alayhi wasallam, la tasubbu ashabi, msiwatusi, msiwaseme vibaya, msinyanyue ndimi zenu dhidi ya maswahaba wangu. Fawalladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mikono yake. Lau anna ahadakum, lau mmoja wenu, anfaqa mithla uhudin dhahaba, akatoa mfano wa mlima wa Uhudi kuwa ni dhahabu, anajikurubisha kwa Mola wake, ma adraka mudda ahadihim au nasifa, mtu huyu hatodiriki wema mdogo ambao waliofanya maswahaba, au hata nusu ya wema huo. Hadithi amepokea Imam Muslim wa ghairu. Katika hadithi nyingine ambayo ameipokea Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul, naam, ni athari kutoka kwa Umar, anasema ya kwamba la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, msiwatusi, msiwaseme vibaya maswahaba wa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu gani? Fala muqamu ahadihim, kisimamo cha mmoja wao, sa'atan, kwa muda mfupi, khairun, ni bora zaidi, min amali ahadikum umra, kuliko matendo ya mmoja wenu atakayoyafanya ndani ya umri wake wote. Msiwatusi au kuwasema vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu fadhila zao ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mema walioyatenda na kuyaonesha dhidi ya dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhidi ya kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, imani walioionyesha ni kubwa, wamejitoa kunako dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisimamo chao, kheri yao ndogo ambayo wameifanya maswahaba, basi ni kubwa zaidi kuliko matendo ya mmoja wenu umri wake wote. Kwa hiyo hata kama kuna mabaya ambayo maswahaba wameyatenda,
kwa sababu maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ghairu ma'sumin, si wenye kuzuilika na maasi, si wenye kuzuilika na madhambi, kwamba sasa kuwatakasa hivi tunavyowatakasa sasa watu waseme kwamba maswahaba sasa hawakosei au hawajakosea, hawana mabaya. La, hatuna maana hiyo. Maswahaba wamekosea, lakini mema walioyatenda ni mengi sana, ambayo yanafanya sisi tuweze kujizuia kuzungumza yale mabaya ambayo walioyatenda. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at, kwa sababu ya mazuri yana kawaida ya kufuta na kuondosha yale ambayo yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo waja wa Allah, muda ambao tumeelewa na kutambua ya kwamba Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala imezungumzia vya kutosha kunako fadla, kunako ubora wa maswahaba, lakini pia wal ahadith almutawatira, hadithi pia nazo zimekuwa ni nyingi kunako kuzungumza juu ya fadla za maswahaba. Faman i'taqada fisqahum, yeyote yule ambaye atakaye itakidi uovu juu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, au fisqa majmu'ihim, ani maneno ya Sheikh Mujaddiduddin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika moja ya vitabu vyake, anasema ya kwamba faman i'taqada fisqahum, yeyote yule ambaye atakayeitakidi akaishi katika umri wake anaitakidi uovu wa maswahaba, au fisqa majmu'ihim, au baadhi yao, wartidadahum, lakini pia na kuritadi kwao, au irtidada mu'dhamihim anid din, au kuritadi wengi katika wao maswahaba katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au i'taqada haqqiyata sabbihim, au wakaitakidi pia uhalali wa kuwasema vibaya maswahaba, ibaha wa kuhalalisha kuwasema vibaya, au sabbahum ma'a i'tiqadi haqqiyati sabbihim, au pia kuwasema vibaya, kuwatusi, pamoja na kuitakidi uhalali wa kuwatusi, kwamba inafaa kuwasema vibaya, kuanika yale mabaya ambayo walioyatenda, ambayo miongoni mwayo yapo katika dhulma ambayo wamefanyiwa maswahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si sahihi wakiwepo maswahaba wa kike, miongoni mwao ni wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu yeyote yule ambaye atakaye thubutu kuitakidi katika moyo wake kwamba maswahaba ni waovu, maswahaba hawana nafasi katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wameritadi, wametoka katika dini, faqad kafara billahi ta'ala wa rasuli, mtu huyo itakuwa amekufuru kwa Allah, lakini pia na kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fima akhbara min fadailihim, katika yale ambayo aliyoyakhabarisha Allah na Mtume kunako ubora wao, wa kamalatihim, lakini pia na ukamilifu wao ambao almustalzima, wenye kupelekea libaraatihim, kujiweka mbali, kujitakasa, amma yujibu alfisqa walirtidada, kunako yale ambayo yenye kupelekea kuwasema vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waja wa Allah katika maneno ambayo ameyazungumza Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, anasema katika maneno yake aliyozungumza, ambayo wameyakusanya na kuyaweka katika majmu'i al-fatawa ya Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ambao wamemkusanyia, si kwamba ni yeye mwenyewe ambaye ameandika kitabu hiki, bali maneno yake anasema fadilatu sahaba, ubora wa maswahaba, wasabiqina alawwalin, na wa mwanzo wale ambao waliotangulia, ubora wao thabitatun lahum binassi alqur'ani
wa ijma'il umma. Anasema rahimahullah, ubora wa maswahaba na wale ambao waliotangulia wa mwanzo, thabitatun, ubora wao ni wenye kuthibiti, lahum binassil Qur'an wa ijma'il umma, ubora wao ni wenye kuthibiti kwa dalili za Qur'ani, lakini pia na makubaliano ya wanazuoni. Wa maana fadlihim, na maana ya ubora wao, annahum a'zamu hadhihi al-umma imana, kwamba hakika yao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni a'zamu hadhihi al-umma imana, ni watu ambao wenye imani iliyokuwa kubwa kwa umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa asdaquhum yaqina, lakini pia wa asdaquhum yaqina, na ni watu ambao wenye yaqini ya kweli, wenye yaqini ya kisawa sawa. Wa akmaluhum wa ahsanuhum amala, lakini pia na ndio wakamilifu zaidi. Wa ahsanuhum amala, na ndio ambao wenye matendo yalikuwa vyema zaidi. Wa afdaluhum jihada, lakini pia jihadi yao ilikuwa ni bora. Wa akhlasuhum niyya, lakini pia hata nia zao ni zenye kutakasika zaidi kunako dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuipambania. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akizungumza kunako ubora wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah anaeleza katika Siyaru A'lami an-Nubalai maneno juu ya maswahaba, anasema rahimahullah, al-umma mujmi'atun ala ta'dili sahaba kullihim. Umma, maswahaba, ulamau rahimahumullah, mujmi'atun ala ta'dili sahabati kullihim, ni wenye kukusanyika na wenye kukubaliana juu ya uadilifu wa maswahaba wote. Kulluhum udul, wote maswahaba ni waadilifu. Wa tawthiqihim, lakini pia na uaminifu wao. Wathanai alaihim, na juu ya kuwazungumzia vizuri. Wa madhihim, na kuwasifu. Wa maana adalatihim, na maana ya uadilifu wao maswahaba wa rasul, annahum kullahum thiqatun, kwamba wote ni waaminifu, wote ni waaminifu. Dhabitun, lakini pia waliodhibiti, wenye kudhibiti, wameishika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kiuadilifu baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sadiqun, ni wa kweli, barara, lakini pia wametakasika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na maana ya maneno ya al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah, adh-Dhahabi yubayinu al-mustalah al-ilmi adala, anabainisha kunako adalatu sahaba, uadilifu wa maswahaba. Ai, maana yake annahum ahlu thiqa, kwamba wao ni watu waaminifu fi riwayati din, katika kupokea katika riwaya za dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa a'dham, hili ndio kubwa ambalo wamesifika nalo maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni kauli ya al-Imamu adh-Dhahabi rahimahullah. Kauli ya al-Imamu at-Tahawi rahimahullah, ambayo ameizungumza katika matni yake al-Aqidatu at-Tahawiyya, anasema naye rahimahullah, wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na tunawapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, na wala tuoneshe unyonge, hatuzembei wala kurudi nyuma
katika mapenzi ya yeyote ule miongoni mwa maswahaba, wala natabarra'u min ahadin minhum, na wala tujieki mbali na maswahaba au yeyote katika wao, wa nubghidhu man yubghidhuhum, na tunamchukia na kumjia juu kila na yeyote yule ambaye yubghidhuhum, anawachukia maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa bighairi alkhairi yadhkuruhum, na wale ambao wenye kuwasema vibaya pasi na kheri maswahaba, wala nadhkuruhum, na wala hatuwataji maswahaba wa Mtume illa bi khairin, isipokuwa tunawataja kwa wema. Wa hubbuhum dinun, na kuwapenda maswahaba ni dini. Wa imanun, lakini pia na ni imani. Wa ihsanun, lakini pia ni ihsani, ni katika wema. Wa bughdhuhum kufrun, na kuwachukia maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kufrun wa nifaq. Wa tughyanun, ni ukafiri. Wa nifaqun, lakini pia na ni unafiq. Wa tughyanun, lakini pia na ni kuchupa mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Heshima za maswahaba lazima zilindwe. Ubora wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam lazima uzungumziwe, lazima uwekwe wazi, ili watu wapate kutambua ni kipi ambacho maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wamepata kukifanya katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu walipambana vya kutosha kuhakikisha ya kwamba wanahifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Radhiya al-ilahu ani sahabati kullihim, Allah amepata kuwaridhia maswahaba wote. Wajazahumur rahmanu khaira jazai, na Allah tabaraka wa ta'ala anawalipa maswahaba malipo yaliyokuwa mema, malipo yaliyokuwa mengi sana. Kwa hiyo ni juu yetu kuweza kuwatakia radhi maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu baqu nufusahum lillah tasdiqan liqaulihi ta'ala, inna Allaha ashtara min almu'minin anfusahum, wameuza nafsi zao, wamezitoa nafsi zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamezitoa nafsi zao, wameziuza nafsi zao, wametoa mali zao, kama qulna anifa, kama tulivyozungumza mwanzo wa mazungumzo. Na Allah subhanahu wa ta'ala amepata kuwasifu. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza kwamba malipo yao ni janna, malipo yao ni pepo, pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya ambayo inapatikana katika suratu Muhammad, anaeleza Allah tabaraka wa ta'ala kunako hali ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Kwa nini tunaleta aya nyingi? Kwa sababu aya zimezungumza sana kuhusiana na ubora na nafasi ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muhammadur rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, na wale ambao waliokuwa pamoja naye Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni ashidda 'ala al-kuffari, walikuwa ni wakali sana kwa makafiri, kwa maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ruhama'u bainahum, wao kwa wao walikuwa ni watu ambao ruhama, ni watu ambao ruhama, wenye kuoneana huruma, wenye kuoneana huruma wao. Lidhalika ni juu yetu pia sisi kuweza kutambua
nafasi za maswahaba. Walimadha nuhibbu, na kwa sababu gani tuwapende maswahaba? Kwa sababu gani tuwazungumzie maswahaba? Tuwazungumzie na tunawapenda ni anna Allah tabaraka wa taala radhiya anhu, kwa sababu ya Mola wetu amepata kuwaridhia maswahaba. Wali anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam athna alayhi, na kwa sababu ya mtume sallallahu alayhi wasallam amepata kuwasifia maswahaba wake. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni watu wa karne yangu. Haya ni maneno ya Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kuna maswahaba wake amepata kuwazungumzia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam amepata kuwasifia. Iweje leo hii sisi tusipate kubainisha ubora wao maswahaba mtume? Lazima tuzungumze kunako nafasi zao, lazima tuzungumze kunako wale ambao wenye kuwasema vibaya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Waliannahum hamalu ilaina alqur'ana wa sunna, na kwa sababu yao wamebeba Qur'ani, lakini pia wamebeba sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kutufikia sisi. Waliannahum jahadu fi sabilillah, na kwa sababu yao wamepata kupigana jihadi, wamepigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kubwa zaidi, lianna mahabbatahum min mahabbati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu sisi mapenzi yetu juu ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama ni katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi mapenzi yetu juu ya maswahaba wa mtume ni kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imamu Malik rahimahullah anasema, man abghadha ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam au kana fi qalbihi alayhim ghillun falaysa lahu haqq fi fai'il muslimin, yeyote yule ambaye atakayemchukia mmoja na kumsema vibaya kati ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, au kana fi qalbihi alayhim ghillun, au amekuwa na gonjwa la chuki katika moyo wake dhidi ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo katika Uislamu, katika ugavi wa faidi ya Waislamu hana nafasi. Yani laiti leo hii Uislamu unaendeshwa upo chini ya daula ya Kiislamu, alafu ikatokea vita, pakapatikanwa na mali ya faidi ambapo pasi na mapigano, basi mali hiyo hapaswi kupewa yule ambaye kwenye nafsi yake kuna gonjwa la hasadi juu ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Hapaswi kupewa, asipewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ana chuki dhidi ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imamu Ahmad rahimahullah anasema, man intaqasa ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fahuwa mubtadi'un, yeyote yule ambaye atakayetoa dosari na kumkosoa mmoja kati ya maswahaba, akaruhusu ulimi wake kumzungumzia vibaya mmoja kati ya maswahaba wa Rasul, fahuwa mubtadi'un, huyo ni mzushi, huyo ni mzushi. Kipi ambacho kinatupasa sisi Waislamu? Ni kujizuia amma shajara bainahum, kunako yale ambayo yamejitokeza kwa maswahaba katika changamoto mbalimbali, katika makosa, katika magomvi ambayo yamejitokeza kwa wao. Sisi ni kunyamaza na kuzuia ndimi zetu
juu ya kuyazungumzia katika hali ya kukosoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana mengi mazuri ambayo walioyatenda maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, yeye anasema inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibadi, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, nadhara fi qulubi al-ibadi, ameangalia na kuchunguza katika nyoyo za waja wake. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khayra qulubi al-ibadi, akakuta moyo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni moyo ambao uliokuwa bora katika nyoyo za waja wake. Thumma nadhara, kisha akaangalia Allahu jalla wa ala. Naam, thumma nadhara, kisha akaangalia Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubi al-ibadi, katika nyoyo za waja wake. Baada qalbi Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi, baada ya kuangalia na kuchunguza moyo wa Mtume. Fawajada quluba ashabihi, akakuta nyoyo za maswahaba wake. Khayra qulubi al-ibadi, bora ya nyoyo za waja ni maswahaba wake, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio watu ambao wenye nyoyo zilizokuwa bora baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ana haki Mtume sallallahu alayhi wasallam kuweza kuwasifu maswahaba wake kwamba khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahu, kwamba bora ya watu ni watu wa karne yangu, kisha wanafuata na wanafuata. Ana haki. Laqad radiyallahu anil mu'minin, Allah tabaraka wa taala amepata kusifia. Hii aya tadullu ala fadli sahaba wa manzilatihim, inajuza kunako ubora wa masahaba, lakini pia na nafasi yao. Wa anna Allaha radiya anhum wa athna alayhim, ya kwamba Allah amepata kuwaridhia, lakini pia Allah tabaraka wa taala amepata kuwasifu. Ayuha almu'minuna ibadallah, min a'zami usuli ahli sunna wal jamaa, katika miongoni mwa misingi iliyokuwa mikubwa ya ahlu sunna wal jamaa ni mahabbata ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni mapenzi yao juu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wataraddiya anhum, na kuwatakia radhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapotajwa maswahaba nasema radhiyallahu ta'ala anhum, na mazungumzo yetu juu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam si katika hali ya kuchupa mipaka, si katika hali ya ghuluu, hali ya kuzidisha kuwasifu zaidi ya pale ambapo ya vile ambavyo alivyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana mazungumzo yetu zaidi huwa tunayegemeza katika Qur'ani, kuangalia ni kipi ambacho Mola wetu amepata kukizungumza kunako maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia kunako aqwali, kauli za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kunako maswahaba wake. Hatuzidishi wala kupunguza juu ya pale au chini ya pale ambapo alipowasifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo katika misingi mikubwa ya ahlu sunna wal jamaa ni
kuweza kuwapenda maswahaba, lakini pia wataradhiya anhum, na kuwatakia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao, wa ma'rifata fadlihim, na kutambua fadla zao, kutambua ubora wao, wa makanatihim, na nafasi yao katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu wapo baadhi ya watu ambao yad'una al-islam, wanadai Uislamu, kwa sababu leo hii kila mtu hudai kwamba yeye ndio yupo katika njia ya sawa, kwamba ndiye ambaye mwenye itikadi iliyokuwa ya sawa. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidhaka, kila mmoja anadai usahihi, lakini Uislamu upo mbali na wale ambao wenye kuwasema vibaya, wale ambao wenye kuwatweza, wale ambao wasioonesha, wale ambao wasiokuzisha, wasiozungumza kunako fadhila za maswahaba, wakawa wanafunika na kutaja mabaya yale ambayo waliowatenda maswahaba wa rasuli wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa misingi ya ahlu sunna wal jamaa ni maarifa fadlihim wa makanatihim, ni kutambua ubora wao. Muislamu lazima ujue ubora wa maswahaba, Muislamu lazima ujue nafasi ya maswahaba, lazima utambue nafasi yao katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyiha sallallahu alayhi wasallam, kwani wao maswahaba ni khairu hadhihi al-umma, ni bora ya umma huu, ba'da nabiyiha, baada ya nabii wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqad ikhtarahum Allah, na hakika ya Allah tabaraka wa taala amewachagua maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam li suhbati nabiyyi, kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa nusrati dinihi, lakini pia na kuinusuru dini yake, kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hamli shari'atihi, na kubeba sheria yake Allah tabaraka wa ta'ala ila alalamin, kuwafikia waja. Maswahaba kwetu sisi ni maraji yaliokuwa makubwa, ni marejeo yaliokuwa makubwa sana, ambayo tunarejesha sisi mambo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima tuweze kutambua nafasi ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kunako kuwaheshimu maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia kujizuia kuingia na kuzungumza kunako yale ambayo walioyatenda katika maovu. Al-Imamu al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah anasema as-sahabatu hum wasitatul aqdi bainana wa baina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, maswahaba ni wakati wao, wapo kati yetu sisi na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatta'anu fihim, basi kuwatusi na kuwasema vibaya maswahaba ni ta'anun fil wasita, ni kusema vibaya ule ukati ambao uliokuwa kati yetu sisi na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ta'anu fil wasita, na kusema vibaya katika ule ukati, lile daraja ambalo linatunga sisi na mtume sallallahu alayhi wasallam, ni ta'anun fil asli, ni kutusi na kusema vibaya na kukosoa katika asili ya kitu chenyewe, ni kumsema vibaya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu inakuwaje mtume awazungumzie vibaya, awazungumzie vizuri maswahaba wake, alafu mtu aje kuwazungumzia vibaya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam,
huyu itakuwa anamzungumzia vibaya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume yeye amepata kuwazungumzia kwa uzuri maswahaba wake, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni juu yetu kuweza kuiga yale ambayo waliokuwa wameshikamana nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni amri ya Mtume, ni amri yake Rasulu sallallahu alayhi wasallam kutuamrisha sisi kuweza kuiga na kufuata nyenendo za maswahaba wake. Katika hadithi ambayo amepokea Irbad ibn Sariya, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozungumza kwamba kutatokea fitna baadaye kwa wale ambao watakaoruzukiwa umri uliokuwa mrefu, basi watakuja kuona fitna ya tofauti iliyokuwa kubwa na nyingi sana katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kipi juu yetu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ni juu yenu kuweza kushikamana na mwenendo wangu, lakini pia kushikamana na mwenendo wa makhalifa wangu ambao waliongoka maswahaba wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lidhalika ibadallah, alkalam, mazungumzo ya wanazuoni kunako kuzungumzia ubora na nafasi ya maswahaba, kauli zao ni nyingi mno, mazungumzo yao ni mengi sana kunako maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mwanzo wa muhadhara wetu nilizungumza maneno ya kwamba tunapozungumza kunako ubora wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunazungumza kunako ubora wa dini hii ya Uislamu, kwa sababu wao ndio ambao walikuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya ambazo zimekuja kusifu kunako Uislamu, kunako waumini, ni aya ambazo zimeteremka katika kipindi cha maswahaba wakiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutokana na yale ambayo walioyaonesha. Al-Imamu Malik rahimahullah anasema, man asbaha min hadhihi al-umma, yeyote yule ambaye atakayekuwa katika umma huu la yuhibbu Aba Bakarin wa Umara faqad khana Allaha wa rasulahu wal mu'minin, yeyote yule ambaye atakayekuwa katika umma huu la yuhibbu Aba Bakarin, hampendi Abu Bakar, wa Umara, na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, mtu huyo itakuwa amemfanyia khiana Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake na waumini. Wa qala aidan, na amesema vile vile rahimahullah, innama haulai aqwamun aradu alqadha fi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam falam yukinhum dhalik, hakika ya watu hawa wamekusudia kumkosoa, kumsema vibaya Mtume sallallahu alayhi wasallam, haijawezekana kwa wao. Basi walichokifanya wakawasema vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawasema vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa walishindwa kumsema vibaya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lidhalika ayuha almu'minuna ibadallah, fallaha Allah, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala
kunako kuwasema vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni juu yetu kuweza kuwapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani ndio ambavyo Qur'ani lakini pia ahadith na aqwalul ulamai, maneno ya wanazuoni pia yanatuamrisha sisi juu ya kuwapenda maswahaba, juu ya kuweka wazi fadhila zao kwa umma, wazazi kuweza kuwafundisha watoto wao kunako ubora wa maswahaba, kunako nafasi za maswahaba. Maswahaba ni kina nani? Kama mzazi lazima uhakikishe kwamba familia yako inatambua maswahaba ni kina nani, ni ipi nafasi yao kwake yeye kama ni Muislamu. Lazima kuweza kuwafundisha. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullah katika maneno ambayo ameyazungumza katika sharhi ya Imam Muslim rahimahullah, anasema kunako kuwatusi maswahaba, wa'lam, tambua, anna sabba as-sahaba, ya kwamba kuwatusi na kuwasema vibaya maswahaba radiyallahu anhum haramun min fawahishil muharramat, jambo hilo ni haram, tena min fawahishi almuharramat, katika yale ambayo yaliyokuwa machafu yaliyoharamishwa ni hili jambo la kuwasema vibaya maswahaba na kuwatusi maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lidhalika ibadallah, bado tunasisitiza kuna kauli za wanazuoni, idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam fa'lam annahu zindiq huwa mubtadi'u, kwamba yeyote yule ambaye utakayemsikia anawasema vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo ni munafiki, mtu huyo ni mnafiki, mtu huyo ni mubtadi'u, mtu huyo ni mzushi. Nuhibbu as-sahabata, tunawapenda maswahaba, kullahum, wote tunawapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Wote maswahaba wameahidiwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wote Allah tabaraka wa ta'ala amewaahidi pepo yake. Allah tabaraka wa ta'ala amewaahidi pepo maswahaba pamoja na makosa ambayo wameyafanya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi pepo. Kuna haja gani ya kuzungumza kunako masawiihim, kunako mabaya ambayo walioyatenda wao? Kuna haja gani? Hakuna haja, hakuna natija yoyote, kwa sababu tayari Allah tabaraka wa ta'ala ashabainisha nafasi yao ni ipi, ubora wao ni upi. Maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wote Allah amewaahidi pepo yake, na Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu wale ambao waliokuja baada ya maswahaba wa Rasulu sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanawazungumzia vizuri maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao waliokuja min ba'dihim, baada ya maswahaba, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman,
wanasema Mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu wale ambao waliotutangulia katika imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, na wala usijalie katika nyoyo zetu ghilla, vifundo, chuki, lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim, kwa wale ambao walioamini, wale ambao walioamini. Maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah amepata kuwasamehe. Laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala amepata kuwasamehe, amepata kukubali tauba juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wal muhajirin, lakini pia na wale ambao almuhajirin walioama kutoka katika mji wa Makka kwenda katika mji wa Madina, wal ansari, na wale ambao waliowapokea wenzao, alladhina tabauhu, wale ambao waliomfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sa'ati al-usra, katika vipindi vilivyokuwa vizito, katika vipindi vilivyokuwa vigumu. Maswahaba wamepatwa na mazito katika vita vya Tabuk, katika vita vya Khandaq na vita vinginevyo vya Uhud, vita vya Badri. Wamepatwa na mazito sana maswahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini wakaonesha uthibiti, wakaonesha kuhimili, wakaonesha kudumu juu ya mazito ambayo walioyapata. Hivyo Allah tabaraka wa taala amewasifia, ametakasa qulubahum, ametakasa nafsi zao, ametakasa nafsi zao na kuahidi ya kwamba ni katika watu wa peponi. Lidhalika ibadallah, alkalam kathir, maneno ya kuzungumza ni mengi kunako maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lidhalik ni juu yetu kuweza kuchukua yale ambayo yalikuwa mazuri yenye kuwazungumzia maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yenye kuonesha nafasi zao na ubora wao katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao ni daraja kwetu sisi, wao ni daraja kwetu sisi, ni wasita. Leo hii tunaneemeka na Qur'ani na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, imepita kwa maswahaba. Hakuna njia yoyote ambayo Qur'ani imetufikia sisi isipokuwa imepita katika ndimi, katika vinywa vya maswahaba. Wamepata kuifundisha Qur'ani, wamepata kuibainisha Qur'ani, mpaka leo hii imetufikia sisi. Tunaisoma Qur'ani, tunajifakharisha, al-Qur'an dusturuna, Qur'ani ndio katiba yetu Waislamu. Kwa hiyo lazima haya tuweze kuyafahamu kwamba ni ipi nafasi yao, ni upi ubora wao, na kipi ambacho kinatupasa kama sisi Waislamu tijaha ashabi rasuli sallallahu alayhi wasallam, kunako upande wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni ipi misingi ya sunna ya ahlu sunna wal jamaa kunako maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Uislamu pia unamwangalia vipi yule ambaye anawasema vibaya maswahaba wa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa Muislamu haya yote lazima uweze kuyatambua, kwani kuzungumzia kunako maswahaba na kuwapenda ni dini ambayo tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyoeleza Ibn Taymiyyah rahimahullah katika moja ya manzuma yake kuwazungumzia maswahaba.
ولكلهم قدر وفضل ساطع lakinnama as-siddiq minhum afdalu. Maswahaba kila mmoja na ubora wake, wote wana ubora, lakini Abu Bakar amewazidi kwa ubora. Almuhim, natawassal bimawaddati alqurba, tunatawassal kwa kuwapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lidhalika Allah, juu yetu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kunako kula nyama za maswahaba, kunako kuwasema vibaya maswahaba. Lazima tutambue ya kwamba maswahaba hawa wana nafasi gani katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد